Naam, mfuatiliaji wa Snadareal TV, uhali gani? Bila shaka wewe ni mzima wa afya njema, na ukiwa kama mtazamaji wa Snadareal TV uko nami leo, reporter wako wa nguvu John Hassan wa Snadareal TV, nikiwa katika studio za Snadareal TV hapa mkoani Singida. Lakini leo hii tuna special exclusive ama interview ya nguvu sana, ikiwa powered by Techno Tanzania, ambao ndio wadhamini wetu nambari moja, bila kusahau Royal Village Hotel ambao wanatoa huduma zao nzuri kabisa katika mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma na hapa Singida, KBH by Royal Village Hotel. Lakini tuko powered by Sangawe Glass and Aluminium ambao wanapatikana mkoani Singida mkabala na jengo la CCM. Lakini bila kuwasahau Biosustain wanaopatikana Junior mkoani Singida. Mimi ni John Hassan na leo nipo na mgeni ametutembelea. Bila shaka una kiu ya kumsikiliza, lakini leo hii tuna mgeni ambapo katika interview yetu tutazungumzia masuala mbalimbali kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hapo tarehe 8 Machi 2026. Ama nikusanue, nipo na kamishna wa ardhi mkoa wa Singida. Atatujuza, tutapiga naye story 2-3, lakini asante sana. Karibu katika studio za Snadareal TV. Asante, nashukuru sana. Unajisikiaje? Najisikia furaha, najisikia amani na nimefarijika kuwa na vijana ambao naona wanaopiga mwingi. Okay, so mwenendaje? Alhamdulillah, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Anatujalia kama unavyoona. Kuna hizi hali za mvua ambazo zinapoza saumu isiwe kali sana. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Mimi binafsi na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa hili. Saumu ya mwaka huu naona itakuwa vizuri kwa sababu hakuna ile mshike wa jua kali. Okay, chungu cha ngapi? Leo chungu cha 9. Hongera sana. Mfuatiliaji na mtazamaji wa Snadareal TV, kama ambavyo nimekutambulisha, leo tuko na mgeni. Yeye ni kamishna wa ardhi mkoa wa Singida, lakini ni mwanamke, na tunapoelekea katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani atatufahamisha mambo kadha wa kadha. Lakini majina, labda wafuatiliaji na watazamaji wangefahamu unaitwa nani? Tajina. Mimi kwa majina naitwa Shamim Shaban Hoza. Kama ulivyosema, mimi ni kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Singida. Okay. Shukrani sana. Wanawake sio tu wanasubiria wawezeshwe, wao peke yao wanaweza. Imagine katika mkoa wa Singida masuala yote ya ardhi, mgeni wetu ambaye ni kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Singida anashughulikia kwa weledi mkubwa sana zile kesi za ardhi, hati za ardhi na nini. Yeye anatusaidia na anawasaidia wananchi, na wananchi wanafurahia huduma yake. Hongera sana kwa kazi kubwa unayofanya kumsaidia Dr. Samia Suluhu Hassan utekelezaji wa majukumu kuhakikisha wananchi katika masuala ya ardhi yanasimamiwa vyema. Nakushukuru sana. Lakini pia kwa kumsaidia kiongozi makini wa mkoa wa Singida, Mheshimiwa Halima Omar Bendego, ambaye ajenda yake ni kuhakikisha kwamba mkoa wa Singida unapindua meza katika nyanja zote za kiuchumi, nyanja zote katika mkoa wa Singida, na wewe umekuwa msaidizi wake mwema. Hongera sana. Nakushukuru sana. Tunapoelekea sasa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, wewe ni mwanamke shupavu katika mkoa wa Singida, unajisikiaje? Kwa kweli ninamshukuru Mungu, lakini pia niseme najisikia faraja na amani kubwa sana, na nina furaha kuwa mwanamke, lakini pia nina furaha pia kuwa sehemu ya wanawake wanaotoa huduma katika mkoa huu wa Singida. Okay. Kwa maana kama ulivyotangulia kusema, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu ana imani kubwa sana na sisi wasaidizi wake. Kwa hiyo na natamani kufanya mabadiliko makubwa. Kwa hiyo na mimi natamani niwe sehemu niwe sehemu ya historia ya hayo mabadiliko katika mkoa wa Singida kama mama na kama mwanamke. Naam. Hongera sana. Nakushukuru sana. Kwa nini uliamua kujikita zaidi kwenye masuala ya ardhi? Labda ni kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi?
Sio kwamba niliamua kujikita kwenye masuala ya ardhi. Ukichukulia nikisema historia labda ya kwangu, mimi nilisoma masuala ya sheria. Lakini nikabahatika kufanya kazi katika wizara hii. Sisi tunaita wizara dume, wizara ya ardhi, kwa sababu unapotema imekuwa na ule mtazamo, ukisema tu wizara ya ardhi kila mtu anakuwa hii wizara. Lakini niseme labda niwaambie tu wa Tanzania kwamba hakuna wizara nzuri kama wizara ya ardhi, kwa maana ya kwamba ardhi ndio kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo najisikia faraja na amani kubwa sana kufanya kazi katika wizara ya ardhi, kwa maana ya kwamba hakuna mtu atanidanganya kuhusiana na masuala ya ardhi. Na natamani sana watu wajue ardhi ina umuhimu gani na ina thamani gani kwao, hasa sisi wakina mama na wasichana. Okay. Najua zamani watu walikuwa wanaamini kwamba mambo ya ardhi sio nini yanashughulikiwa zaidi na wanaume. Wana tofauti na sasa hivi ambao tunaona kwa kweli wanawake mnazidi kutuongoza vyema sana. Tunaona karibia kila sekta mpo juu zaidi. Ni kweli. Mwanamke unatakiwa ujue kwamba mwanamke ni kiumbe pekee sana. Sawa. Na kiumbe cha aina yake. Yaani Mwenyezi Mungu amemruzuku mwanamke hekima na nguvu kubwa sana. Na ndio maana kila unaona kwenye nyanja nyingi na sekta nyingi anapokuwepo mama kunakuwa na mambo makubwa yanatendeka. Kama unavyoona sasa hivi nchi yetu inapiga hatua za hatari. Pamoja na makelele yote, lakini unaona mama yetu alivyo jinsi jasiri, alivyosimama imara na anaendelea kupambana. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha anaisogeza Tanzania pale ambapo anataka tufike. Kwa hiyo sisi wanawake jamani, tunaweza. Bila kuwezeshwa. Swala sana tunataka fursa na msitukandamize. Okay. Shukrani sana. Mfuatiliaji wa Snada TV, huyu ni kamishna msaidizi wa ardhi kwa Singida. Katika 1 na 2 anatueleza mambo kadha wa kadha kwamba wanapiga hatua wanawake wako vizuri, na sisi kama wanaume tunaomba mkono na tunawapongeza kwa kazi mnayofanya, hamtuangushi. Lakini turudi sasa katika msingi wa majadiliano yetu ama mahojiano yetu. Ukiwa kama kamishna wa ardhi hapa katika mkoa wa Singida, kama kauli mbiu inavyosema ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwamba haki na usawa, msingi jumuishi kufikia dira ya 2050. Sasa mkoa wa Singida sasa katika mambo ya ardhi labda umejipangaje kuhakikisha kwamba wanawake na wao wanakuwa ni sehemu ya kufikia dira hiyo? Asante sana. Kama ulivyotangulia kusema, kauli mbiu ya mwaka huu haki na usawa kwa mwanamke na msichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Kwa sisi Singida, hasa kwa sekta yangu, tuna mengi ya kujivunia. Na niseme tayari sisi hata kabla ya kauli mbiu hii, wanawake wa Singida tulishaanza kuchagiza hayo mafanikio ya dira 2050 kulinganisha na miaka ya nyuma. Kwa sasa hivi ukiangalia Singida wanawake wameamka. Singida wanawake tena sasa hivi wako mstari wa mbele kuhakikisha wanamiliki ardhi. Na kama unavyofahamu, ardhi ndio msingi na ni mtaji wa kila kitu. Kama nilivyotangulia kusema awali, ili uweze kuwa na maendeleo lazima uwe unamiliki ardhi. Ardhi isiyokuwa na migogoro. Ardhi isiyokuwa na migogoro ni ardhi ambayo unaimiliki kisheria. Na ukimiliki ardhi kisheria ina maana hautakuwa na migogoro ya hapa na pale. Utakuwa utaweza kuwa na peace of mind. Utaseto, akili itaweza kutafakari kwa mapana yake. Na kama unavyojua, mama ndio wanasema ndio msukano wa familia. Kwa hiyo mama akimiliki ardhi kwa hati, na uhakika familia inaenda kuboreka kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo wanawake wa Singida wengi sasa hivi wameboresha sana familia zao. Okay. Shukrani sana. Na umetueleza vizuri kwamba nyinyi mshaanza kitambo heka za kuhakikisha kwamba mpaka kufikia dira hiyo ya 2050
walau wanawake wawe wapo katika sehemu fulani hivi, si ndio? Lakini tunajua ardhi ndio msingi wa maendeleo yote. Yaani unapozungumzia uchumi tunagusa ardhi, uwekezaji ardhi, miundombinu ardhi, each and everything. So depends on land, right? Lakini wanawake sasa katika mkoa wa Singida, wilaya zote, Manyoni, Kalama, Iramba, Singida, Ikungi, unahisi tunapozungumzia haki na usawa katika kumiliki ardhi, vipi wao swala hili wanakutana na changamoto zipi? Karibu. Kiujumla sio Singida tu, naweza kusema ni nchi nzima. Wanawake wengi ambao nimewahi kukutana nao, changamoto zao nyingi sana ni uelewa. Ni uelewa kwa maana ya kwamba walikuwa wanaamini kwamba ardhi huwa anamiliki ni baba. Lakini kwa namna ya kipekee tumekuwa tukitoa elimu tofauti tofauti, na kupitia elimu hii ndio maana nasema sisi tulianza muda mrefu. Kupitia elimu tunazozitoa katika program zetu mbalimbali tunazofanya katika ofisi yetu ya ardhi ya mkoa wa Singida, wanawake wameelewa kwa kiwango kikubwa. Kwa maana kwamba hata tulivyokuwa tukifanya kliniki tofauti tofauti kwenda kusikiza kero za wananchi katika halmashauri zote hapa Singida, changamoto ambazo tulikuwa tunakutana nao hata mkiwa mmeitisha mikutano, ndio wanawake wanajitokeza kwa wingi, lakini ile kusimama na kuanza kuzungumza jambo mbele ya wanaume walikuwa kidogo kama wanarudi nyuma. Lakini nashukuru Mungu tulikuwa tunaendelea kutoa elimu, na kwa sababu na sisi wataalamu wao wapo wa mama, wapo watoto wa kike. Kwa hiyo tukiwa tunatoa ile maelezo, ufafanuzi, tunasimama, tunazungumza, mtoto wa kike anatoa ufafanuzi mbele ya wanaume hao ambao wanaogopa wao kusimama mbele yao. Wanaanza kupata ile uelewa. Kumbe hichi kitu kinawezekana. Kwa maana hiyo, baada ya kutokana na vile sasa unakuta wanawake sasa na wenyewe wanaamka, wanaacha zile mila zao kandamizo walikuwa wanaogopa kusimama mbele za wanaume kuongea. Wanaona kumbe hichi kitu kinawezekana. Na wala hakuna dhambi kusema jambo. Tena unakuta wanawake wana mawazo mazuri kuliko wanaume. Anaamini anaweza akasema mimi nataka nipate hati, nikishapata hati hii nitaitumia kwenda kukopa ili niwapeleke watoto wangu shule. Unaona mawazo ya mama Pia nikipata hii hati hii nitaenda kukopa, nitanunua pembejeo, nitakuwa na kilimo, nitaboresha kilimo changu. Na unajua kabisa atakapoboresha kilimo chake anaenda kuwa na uhakika wa chakula cha kuwatosha nyumbani, lakini pia anaenda kuwa na chakula kwa matumizi ya ziada, kuuza na kumuongezea kipato. Kwa hiyo wamama wengi sasa hivi changamoto zile walizokuwa nazo za uelewa mdogo, lakini zile mila kandamizi zimeanza kufifia kwa Singida. Hiko kina mama kwa kweli. Okay, naam. Mfuatiliaji na mtazamaji wa Snada TV, Bihoza ameeleza namna ambavyo wanawake wenyewe they feel proud kwamba wanapokuwa wanamiliki ardhi, maana inawasaidia katika kukuza kipato na uchumi bila shaka. Sasa kutuambia kuna uhusiano gani kati ya umiliki wa ardhi kwa mwanamke na nafasi ya uongozi na ya kijamii katika kuhakikisha kwamba huyu mwanamke haki zake na usawa wake unapelekea kufikia dira ya 2050? Asante sana. Nimefurahi sana hilo swali lako la kuhusiana na masuala ya uongozi katika jamii. Kama nilivyosema, ukiwa na ardhi ni mtaji. Mwanamke akishakuwa na ardhi hii, akishakuwa na hati yake memiliki, akishaanza kuweza kukopa na kuweza kujiinua kiuchumi. Unajua siku zote mtu akiwa na pesa bwana anakuwa anajiamini. Yaani kitendo cha wewe kuwa na fedha pale unaweza kujiamini. Yeah. Na unapojiamini unafikia katika katika ngazi ya kushiriki katika ngazi tofauti za maamuzi. Unakuta sasa pale unaanza kuulizwa, hapa mama tunafanyaje?
hivyo. Unaona hapo unaanza, ndo ushirikishwaji unapoanza taratibu, lakini sio kushirikishwa tu kwenye ngazi za kimaamuzi. Inafikia hatua sasa unaanza kufanya maamuzi. Leo bwana tunapiga hapa, umeona. Lakini mwisho wa siku ukishakuwa na hizo nguvu zote, sawa, una nguvu ya kiuchumi, una afya bora kwa maana una chakula cha kutosha, umelima kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho umekipata kupitia mtaji wako wa ardhi uliokuwa nao, ukaenda kukopa kwenye hizi benki za kilimo au benki za kibiashara. Umekuwa na chakula cha kutosha, una afya njema, ina maana afya bora, umeshiba, una nguvu ya kiuchumi, una uwezo wa kufanya maamuzi na umeweza kushiriki kwenye maamuzi. Yani ni moja kwa moja una deserve na unastahili kuwa kiongozi. Na ndio maana unaona wamama wengi sasa hivi wanasimama kwa ujasiri, wanaongea, unafurahi. Mimi nina ushuhuda mmoja, kuna mwenyekiti mmoja wa mtaa hapa Singida. Jina limenitoka kidogo, lakini yuko mtaa ule wa Sokoni. Ni mwanamama mmoja hatari sana. Hata mimi huwa namtumia kwenye shughuli zangu. Tumekuwa tuna mazoezi tofauti tofauti kutumia wenye vitu wa mitaa, lakini kwa tathmini tuliofanya, yule mwenyekiti wa mtaa Sokoni ni mwanamama, huwa anafanya kazi kubwa sana kulinganisha na hao wengine tunaowapaga hizo kazi ambao ni wanaume. Kwa hiyo ndio maana nakwambia yule mama ni kiongozi, ni mwenyekiti, kwa kweli ana ushawishi mkubwa na ni imara. Hata anapotoa kauli zake, anatoa zile kauli za kimamlaka. Unaona, hata wewe unaona mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu. Yani hivi vyote vinapelekea, unaona kabisa mama yule ana afya, ana chakula cha kutosha. Ana chakula cha kutosha, yani anashiba, unaelewa, na vile vile ana kipato. Sawa? Kipato kinachomwezesha yeye kusimama na kujitetea na kujisimamia yeye kama mama. Hali kadhalika jemedari wetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Unaona? Sawa? Yani hiyo yote ni mifano, najaribu kuonyesha mifano iliyoko hai. Maana nimetolea mfano huu wa mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa wa Sokoni, wanaweza watu wengine wasimjue, lakini Mama Dendegu watu wanamjua, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan watu wanamjua, na viongozi wengi wa kina mama wanamjua. Ukiangalia kwenye mataifa huko tulikuwa na viongozi mashupavu, wazuri, kina Mama Gertrude Mongella ambao walitufikisha kwenye mkutano wa Belgium. Hao wote ni kina mama, ujua wamesimama, wameweza, uchumi wao umekaa sawa sawa. Tulia Ackson, hao watu wote hao. Umeona sasa? Lakini sisi tukizungumzia kwa wanawake tu wa Singida na sisi tulioko katika level, tusizungumzie hizo level kubwa hizo za marais, sisi za kina nani, hapana. Kwa level yetu sisi, ukiweza kumiliki ardhi mwanamke, basi umeweza kabisa kuwa kiongozi, kwa maana ukiwa na ardhi utakuwa na mtaji utakuwa kuwezesha wewe kufanya biashara, kufanya kilimo bora, kupata chakula cha kutosha, na ukishakuwa na uwezo wa kiuchumi ni moja kwa moja unaingia kwenye masuala ya kushiriki katika ngazi za maamuzi na kutoa maamuzi. Moja kwa moja unaenda kuwa kiongozi, tena kiongozi hodari sana. Okay. Hapo sisi kama vile wanaume hapo tumepewa changamoto, lakini hawa wanakuja kwa kasi sana. Yaani na wakishamiliki ardhi, uchumi wanakuwa na nafasi katika uongozi, wanakuwa na imani ya kuzungumza. Lakini sisi tunapaswa pia kuendelea kuwaunga mkono, sio tu kuwaunga mkono na kuwaombea, ili muweze kutimiza majukumu yenu, msituone na ku acknowledge juhudi tunazozifanya pia. Maana unaweza kaniunga mkono lakini kimoyomoyo unasema yani huyu hata hafai. Lazima u acknowledge kwamba kweli wanafanya vizuri. Okay, umetueleza vizuri. Lakini wanawake wa Singida walio wengi wanamiliki ardhi ambapo kutegemea zaidi ardhi za familia ambazo hazina hati miliki au hati za kimila ama pia vile. Kama mkoa wa Singida sasa, nini mnajipangaje kwamba tunapo taka wanawake hawa waendelee, wawe na nguvu kiuchumi, lakini wawe na afya njema kama ambavyo umesema? Nini mnajipanga vipi kufikia 2050 sasa kwamba usawa, haki ya umiliki wa ardhi kupitia vyeti ama hati, kwamba wanawake hawa wanapatiwa? Karibu. Labda niseme kwamba kwa sisi Singida
tuna imani wanawake wengi sana tayari wameshaanza mchakato wa kumiliki ardhi kwa hati, pamoja na kwamba wengi wao hasa wale wa vijijini wanategemea zile ardhi za familia, ardhi za ukoo. Lakini tumeona pia serikali imekuwa ikiunga mkono juhudi ambazo tunaendelea kuzifanya, kwa maana ya kwamba ukiangalia kwa upande wa vijijini. Kwa upande wa vijijini kuna maeneo mengi sana katika vijiji vyetu katika mkoa wa Singida. Tayari wananchi wameshaandaliwa hatimiliki za kimila. Tunao mfano dhahiri na mfano ambao ni mzuri wa kuigwa kwa upande wa Ikungi. Tulishakuwa na wadau wetu wa maendeleo walitusaidia kuhakikisha tunaandaa hatimiliki za kimila kwa wakina mama na wasichana. Zaidi ya hati 6,000 zilishaandaliwa kwa ajili ya hawa mama na walishakabidhiwa. Yes. Zaidi ya wanawake 6,000 waliandaliwa kwenye vijiji, kwenye wilaya hiyo ya Ikungi huko. Kuna wadau wetu wa maendeleo, UN Women, kama ulishawasikia. UN Women walifanya kazi kubwa sana. Lengo lilikuwa ni kuwashika mikono wa kina mama, kuwanyanyua. Na kuwanyanyua kwa maana gani? Kama nilivyosema, kuwanyanyua ili waweze na wao kuwa wanashiriki kwenye ngazi za kimaamuzi kwenye familia. Tunaona kabisa mtoto wa kike mara nyingi kwenye familia zetu hasa vijijini ni mtu ambaye amekandamizwa. Kama nilivyosema, hata ukienda kwenye mikutano unakuta mtoto wa kike au mama kusimama anakuwa kwenye jumuiya yenye wanaume anaona shida kidogo. Lakini ile taasisi ilihakikisha wanawake wanawezeshwa, na wanawake na wasichana walipatiwa hati miliki. Lakini sio hivyo tu, pamoja na hayo yote, pamoja na mradi ule ulikuwa umelenga kina mama, lakini sisi kina mama huwa tuna roho nzuri kwa sababu sisi tuna upendo. Na wababa nao walitumia hiyo fursa, na kuna familia ambao walimiliki baba na mama. Ukishaona umeshaanza kumiliki baba na mama, sasa ndo tunaenda kule ile kauli mbiu ile ya msingi jumuishi, sawa, kufikia dira 2050. Unaona kabisa hapo tayari tumeshashikamana na wenza wetu, lakini tumeonyesha haki na usawa. Ushaona kwamba tunamiliki baba na mama, kwa hiyo tukitaka kufanya maamuzi tunafanya. Lakini sio hilo tu, serikali kupitia program zake mbalimbali tumekuwa tukifanya program mbalimbali. Kwa mfano, katika miaka ya 2013 serikali ilianzisha program ile ya urasimishaji wa ardhi. Kipindi kile ilikuwa tu ni kama pilot fulani inafanyika, tuone kama hichi kitu kitazaa matunda, lakini tumeona kimekuja kuonekana kwamba ni kitu ambacho kimewasaidia walio wengi, hasa wale wa kipato cha chini. Na ukiangalia, kwa sababu jamii yetu ilizungukwa na kipato cha chini, waliokuwa na vipato vya chini wengi ni sisi kina mama. Kwa hiyo serikali imekuwa ikiboresha ule mfumo kwa kadri tunavyoenda. Na sasa hivi imefikia hatua sasa serikali imepunguza gharama za upimaji na upangaji wa ardhi. Vile vile imepunguza gharama za umilikishaji kwa 50%. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba mpaka yule mwanamke ambaye anaonekana hana kipato aweze kumiliki ardhi. Kwa maana ya kwamba sisi kama serikali, lakini sisi kama tunaohudumu katika mkoa wetu wa Singida, tumeendelea kuhamasisha na kuhakikisha wanawake wanamiliki ardhi kwa kutumia hizi fursa zilizopo. Kwa mfano, hata sisi, mfano mwingine ulio hai, tumekuwa na program mbalimbali za kwenda mitaani, kukaa na kuwafuata wananchi kule mitaani kwao, kwenye mitaa. Tunaenda kufanya mazoezi huko, tunamilikisha, tunafanya mazoezi ya upimaji. Kwa hiyo kule tunamfuata mama karibu na nyumbani kwake ili asionekane, maana kuna baba wengine bado wana zile mila potofu. Huyu mwanamke atakuwa ameenda wapi? Makelele yale. Sasa kuondosha yale makelele, sisi tunafuata huko mtaani. Tunamhudumia, anamaliza, anarudi nyumbani kwake. Anarudi baada ya hati kukamilika, tunarudi kugawa pale mtaani. Akishakuwa na ile hati yake, unaona sasa ameanza kupata nguvu. Mama unakutana naye anatabasamu, hata kipaka poda yake unaona imekaa vizuri. Hiyo yote kwa sababu gani? Kwa sababu tayari amepata kitu cha kumwezesha, cha kufanya ajisimamie, kitu kinachompa ujasiri. Ujasiri ni kitu ambacho Mungu akikujalia ujasiri, basi ujue umetoboa kwenye maisha. Mfuatiliaji na mtazamaji wa Scenario TV, ni ripota wako nguvu John Hassan wa Scenario TV. Bila shaka sasa exclusive interview yetu hii unaenjoy sana, lakini ikiwa powered by Techno Tanzania, Royal Village Hotel, hususan KBH by Royal Village Hotel yuko mkoani Singida. Unaenjoy kabisa mahojiano haya ambapo tupo na Bishamim Hoza
kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Singida, ametueleza kwa kina vitu vingi sana, lakini kilichonifurahisha zaidi ni kuona kwamba kumbe wanawake wa Singida tayari wao ardhi ni fursa kwao. Hebu can you imagine, takriban wanawake 6,000 wilaya 10 wote wanamiliki hati miliki za ardhi, wana vyeti, wana zile hati miliki. Kwa maana yake ni jitihada kubwa za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao anahakikisha kwamba wananchi wake wanapata maendeleo katika sekta mbalimbali. Karibu tena. Lakini wewe sasa ukiwa kama kiongozi katika mkoa wa Singida, labda sekta ya kilimo, sekta ya uwekezaji, na zote hizi zinategemea ardhi. Nyinyi mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba wanawake wanaendelea kunufaika kupitia sekta hizi, kilimo na uwekezaji, kupitia ardhi? Karibu. Kama nilivyosema awali, ardhi hizi tulizonazo zina matumizi tofauti tofauti. Na tunaposema watu wawe na hati, tumaanishi basi ndio awe ana hati ya kujenga tu nyumba. Hati ina maana ya kiwanja cha kujenga nyumba. Sisi tunatoa hati za mashamba. Yes. Kama unakumbuka au unafahamu, Manyoni tuna mradi wa mashamba. Yes. Na kule kuna wamama, tena wamama wa nguvu kweli kweli. Umeona? Kwa maana ya kwamba zile hati wanazotumia wengine wametumia kama nilivyosema kwenda kukopa kwenye benki hizi za kilimo, ambapo huko wanaenda kupata pembejeo bora kwa ajili ya kupata mbegu bora na viuatilifu kwa ajili ya mashamba yao. Kwa hiyo niendelee kuwatia moyo wa kina mama, hasa hao walioko kwenye vijiji, kwenye nini, kwamba hatutoi hati tu kwenye viwanja vya makazi na matumizi mengine, hata mashambani. Yeah. Na kwa vijijini kama nilivyosema tunatoa hati za kimila na hata kwenye mashamba, sio kwenye nyumba tu. Kwa hiyo na hizi hati hizi zinamwezeshaji mwananchi sasa, mwanamke, hasa mwanamke. Wananchi, lakini hapa tunapiga msisitizo kwa mwanamke. Kwa sababu sisi tunataka kupaa. Yaani tuache kuiwe mbingu na ardhi. Wanawake tuwe juu kama vile mbingu. Wanawake wajitokeze. Wakisikia tumefanya haya hizi kliniki zetu, wahakikishe wanatoka kwa wingi ili waje kupata elimu ni namna gani ardhi inaenda kuwakomboa wao kiuchumi, hasa katika uchumi wetu. Najua sisi Singida asilimia kubwa tunategemea kilimo. Ni watu wachache sana wako wamejikita kwenye biashara. Lakini pia ukiwa na hati, hata zile biashara ndogo ndogo ulizonazo zinaenda kukua, kwa maana unaenda kuongeza mtaji. Kwa hiyo niwatie moyo na niwatie heshima kubwa sana kwa kina mama. Wajitokeze kwa wingi sana. Hata hivi Jumatatu tutakuwa na kliniki maalum kwa ajili tena Jumatatu tarehe 2 mwezi wa 3 katika kuadhimisha hii siku ya wanawake duniani. Sisi tutakuwa na kliniki maalum ya kina mama. Na kliniki hii itakuwa kwa siku 6 mfululizo. Kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 7. Na itakuwa maalum, jamani, narudia, maalum kwa ajili ya kina mama na wasichana au wa vijana wa kike. Kwa hiyo niwaombe sana, na kwenye kliniki hii tutatoa elimu. Sio useme kwamba mimi sina matatizo siende, hapana. Hata kama unahitaji tu kufahamu jambo linalohusiana na masuala ya ardhi, linahusiana, kwa sababu unakuta wengine wana ardhi huko kijijini, lakini ni sababu bibi alishakufa miaka hiyo. Ukija tutakuelekeza ni namna gani hii ardhi ya ulioachiwa kama urithi inaenda kukomboa wewe kiuchumi, hasa katika hizo shughuli ambazo tunazifanya sisi wa Tanzania. Shughuli za kilimo, lakini na biashara ndogo ndogo na zile kubwa. Kwa hiyo hilo ndo la msingi. Okay. Shukrani sana. Kumbe tayari umeshaanza mambo yenu bwana. Mapema. Mfuatiliaji wa Snada TV, kumbe wameshaanza mambo yao. Wameanza mambo yao ya kuhakikisha kwamba wanawake wanapata elimu na wasichana wanapata elimu. Kliniki ambayo itaanza rasmi tarehe 2 mwezi Machi mpaka tarehe 7 mwezi Machi 2026, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Hakika wanafanya mambo makubwa sana. Nafikiri hii ni fursa kwa wanawake na kwa wasichana mkoa wa Singida na viunga vyake vyote kuhakikisha kwamba mnashiriki ipasavyo, kuhakikisha kwamba haya mambo mnayafahamu kwa upana wake. Na sio tunashukuru sana mnawaletea wananchi huduma karibu.
Lakini swali lingine. Sasa kama mkoa wa Singida, kama ofisi ya ardhi, nyinyi mmejipangaje kushirikiana na wadau halmashauri katika kuhakikisha kwamba migogoro mbalimbali ambayo inawakabili wanawake ama wasichana, migogoro inayohusu ardhi, na kwamba nyinyi mmejipangaje kuhakikisha kwamba haki, usawa unakuwepo, kuhakikisha kwamba wanawake sasa wanasaidika. Lengo ni kufikia dira hiyo ya 2050. Niseme tu kwa kweli, kwanza tunamshukuru sana Mungu, lakini pia tunashukuru sana wadau wetu, hasa halmashauri. Tunapozungumza wadau wakubwa wa sisi sekta yetu ni halmashauri za wilaya, halmashauri za manispaa. Na nasema hivi kwa sababu kule kwenye wananchi na kule ambapo ardhi zipo ndio kwenye halmashauri. Yes. Kwa hiyo kwa nature ya biashara nzima, maana nitaka kusema kizungu business process nzima ya masuala ya ardhi yako kule kwa wananchi, na wananchi wako hawa kwenye hizi halmashauri zetu. Kwa hiyo tusiposhirikiana na hizi halmashauri tunaenda kukwama. Lakini nishukuru sana wakurugenzi wa halmashauri, wamekuwa kitupa ushirikiano mkubwa sana, hasa kwenye haya masuala ya ardhi, umilikishaji pamoja na hii migogoro ambayo imekuwa ni kichefuchefu katika nchi yetu. Lakini kwa maana kwamba inapotokea jambo aidha la mgogoro au la changamoto yoyote, wamekuwa wako katika mstari wa mbele sana kutufahamisha. Na sisi tunashirikiana nao kwa namna tofauti. Yes. Kama nilivyosema, tunakuwa tunafanya clinic za ardhi, na hizi clinic tunaenda kwenye halmashauri hizo. Na tunapofika kwenye halmashauri lazima wakurugenzi wao wanajua, kwa sababu tunahitaji support za kwao. Ili tuwapate wananchi wengi na wanawake wengi, hasa wanawake. Tunatumia watumishi wale wa halmashauri, kwa maana ili taarifa zetu ziwafikie, na maana tunaenda kwa watendaji wa vijiji, wa mitaa ambao ni watumishi wa mkurugenzi. Sasa usiposhirikiana naye na maana utakwama. Kwa hiyo sisi kama ofisi yetu, niseme dhahiri, tunawatumia sana wakurugenzi kwa maana halmashauri zetu. Lakini sio hao tu, katika kutatua migogoro tunapokuwa tuna mazoezi haya ya kurasimisha maeneo, kwa maana ya kupima na kupanga maeneo ya wananchi. Pia tuna wadau wengine wa maendeleo. Kwa mfano hapa Singida tuna taasisi ya Helvetas. Nafikiri umeshawasikia. Helvetas na wenyewe walishatusaidia kufanya upimaji wa ardhi za wananchi kule vijijini. Kwa maana walituwezesha tukaweza kutoa hati miliki za kimila katika halmashauri yetu ya Iramba, lakini pia Ikungi, na kote huko wanawake walinufaika. Tena wanawake ni wengi vijijini, kwa sababu ukiangalia kule vijijini kuna ile tabia ya vijana wakishakuwa kubwa wote wanahama vijijini. Kwa hiyo unakuta wazazi na watu wazima sana wanabaki wenyewe, lakini wamama wengi ndio waga wanabaki kule vijijini. Kwa hiyo unakuta wanawake wengi tayari waliongoka, walishapata hizi hati. Na ukishapata hati una uhakika wa kipande chako cha mipaka ya kipande chako cha ardhi. Utailinda na hakuna mtu ataweza kukuingilia. Kwa hiyo masuala ya kimipaka na masuala ya kiumiliki tunakuwa tumemaliza hiyo migogoro. Kuna migogoro tu mingine inayosema inayotokana na ardhi, ndio kama hivyo unavyosema ardhi za kimila, ardhi za kifamilia, na unakuta familia hiyo bado ina zile tamaduni ambazo haziko vizuri, bado zinamkandamiza mwanamke. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea kutoa elimu na kuhamasisha wanawake wasikae kimya. Wanawake wasimame, wapaze sauti. Pale popote unapoona unaenda kuna ukandamizaji, hasa katika masuala haya ya ardhi. Kwa sababu ukikandamizwa tu, ina maana haki inapotea na migogoro inaanza ya kifamilia, lakini migogoro mingine ya kijamii inaingia pale kati, kunakuwa hakuna stability kwenye familia na kwenye jamii kwa ujumla. Kwa hiyo sisi tunaendelea kutoa elimu kuhakikisha tunaondosha zile mila potofu za kukandamiza mwanamke, kwa sababu tunaamini mwanamke atakakumiliki ile ardhi vizuri, migogoro ile mingine yote inakuwa imeisha. Baba ukimiliki hii ardhi, siwasemi vibaya wa baba, lakini wa baba mkipata tu hii hati, wengi unakuta anaenda kukopa, anaanza kuongeza mke, anawaza kwenda kunywa pombe, anasahau kama kuna familia. Ile na yenyewe inaleta migogoro, kwa sababu watu wanakuwa na tamaa zisizokuwa na maana. Ukishauza ardhi hii, umepata hela zako za kutosha, unaona kesho ngoja niuze ardhi nyingine. Matokeo unakuta watu wanauza ardhi mara mbili kwa sababu tu ya tamaa. Lakini ukimkuta mwanamke anafanya hivyo,
ni wachache sana. Kwa hiyo sisi tunashirikiana na wadau wote kama ulivyokuwa umeuliza awali, halmashauri, lakini na wadau wengine ambao ni private sector katika kuhakikisha kila kipande cha ardhi kinapimwa na kuwapatia umiliki ili kuondoa hii migogoro ya kimipaka, lakini tunaendelea kutoa elimu ili kuvunja ukimya kwenye jamii yetu, ili wanawake wajue haki zao zimesimama wapi kwenye masuala mazima ya ardhi, kwa sababu ardhi ndio kitu pekee tulichojacho Mungu alichotujalia sisi wa Tanzania. Tuna ardhi nzuri yenye rutuba ya kutosha. Kwa hiyo ukiwa nayo ile ukiitumia vizuri, hakutakuwa na migogoro. Hata hii migogoro tunaoiona huko ni umaskini tu unatusumbua. Lakini hakuna kama ukipewa hati yako ukitumia vizuri, hakutakuwa na mgogoro. Kila mtu ana ardhi yake, kila mtu ameitumia kwa ustadi mkubwa unakumwezesha. Unaenda kugombana na nani? Okay. Hakuna mgogoro utaweza kutokea. Kwa hiyo tunaendelea kupiga elimu, wananchi waelewe, kina mama lakini hata kina baba. Sasa niseme tu kina mama na kina baba wenyewe waelewe umuhimu wa hii ardhi, umuhimu wa kutumia ardhi wao na familia zao kwa ustawi wa familia zao. Oh, asante. Kumbe mnashirikiana vizuri na halmashauri, wadau kama ambavyo umewataja. Hii inaonyesha dhahiri mkoa wa Singida unapiga hatua sana, hususan kwa kuhakikisha wananchi wale wanapata elimu juu ya umiliki wa ardhi, lakini na utatuzi wa migogoro kadha wa kadha inapokuwa inajitokeza, kuhakikisha kwamba wanakuwa na elimu sawia. Sasa swali langu kwako, kwa msichana ama wasichana ambao ni wadogo wanakuwa kwa sasa hivi, tunatarajia hapo mbeleni wawe watu wakubwa, wanawake, sasa wanakuwa leo, ni hatua zipi ambazo ziliandaliwa kwa ajili yao kuhakikisha kwamba wanapata elimu ili waweze kufahamu haki, usawa wa kumiliki ardhi yao wenyewe hapo mbeleni? Asante sana. Kuna kipindi ofisi yangu au ofisi yetu tulijaribu kuzungumza na wenzetu wa elimu, kwa maana kwamba tulijaribu kudokeza au kuintroduce swala la kuwa na kipindi maalum hata cha nusu saa tu kwenye shule zetu, ili tuongelee yale masuala ya jumla ya kuhusiana na ardhi, na tukiamini kwamba kama kuna mazingira club, kwa nini kusiwe na ardhi club? Kwa hiyo labda nitoe ombi kwa serikali ya mkoa wetu wa Singida, kwa maana tujaribu kama wataafiki, kwa sababu sasa hili ni swala la kiongozi, lakini kile ni swala la kimitaala, kwamba waturuhusu tuanzishe hizi ardhi club kwenye mashule. Angalau tuanze kwenye madarasa ambayo yale watoto wanauelewa, kwa sababu sio wote wanafika katika ngazi za juu za elimu. Kwa hiyo kama unavyosema, tuna watoto wadogo katika mazingira tofauti. Kwa hiyo tukianzisha haya masuala, ili somo la ardhi katika shule zetu hizi kuanzia za msingi, madarasa fulani wanaweza kaona, kwa sababu wao wenzetu wana saikolojia ya wanafunzi huko mashuleni. Wanajua kabisa mtoto wa darasa fulani au umri fulani ukimweleza haya masuala anaelewa, kuliko kuanza kutoka chini. Wao sisi tuko tayari kufanya hivyo, na kama nilivyosema awali, nilishajaribu kumshirikisha afisa elimu, bahati mbaya kwa sasa hayupo, alishahama, lakini alikubali wazo langu, ikawa zuri. Wakati tunaendelea na michakato hiyo, ni namna gani tunaliboresha, ikatokea hicho kitu. Kwa hiyo kama nimesizi, lakini tulishaona hilo kwamba hii migogoro, kwani kunakuwa na malalamiko mengi ya ardhi, kwani kunakuwa na migogoro mingi, labda wakati mwingine ni uelewa. Basi tuanze kuelewesha watoto wadogo ambao hawana mambo mengi kichwani, ili hata akifika nyumbani kitokea jambo inakuwa ni rahisi kumshauri hata mzazi. Mzazi anaweza kumwambia mamake, hapa hapako hivyo, hapa pako hivi. Umeona jambo hili tuliendee kiustadi na kivizuri zaidi, tusilete madhara, tuende kwa njia hii. Naamini kabisa tunaenda kuwa hatuna migogoro. Kwa hiyo mimi niombe waheshimiwa viongozi wetu wa ngazi za juu za mkoa, lakini sio mkoa tu, kama hata kwenye taifa, wakiona kuna haja ya kulifanya hili, mimi naamini ni jambo zuri sana. Litaenda kutupunguzia hizi migogoro, litaenda kuimarisha
ustawi wa nchi yetu, kwa sababu kutakuwa hakuna migogoro, watu watakuwa wako at peace. Ukikaa kwenye ardhi ambayo haina makelele, hata ukilala usingizi unaupata. Ukilala usingizi ukiupata, unapata afya ya akili, inakuwa vizuri. Na ukizingatia sasa ukiwa na hati ambayo tena umesha ifugeuza mtaji, unaenda unakula unashiba vizuri. Kwa nini usiende kuwa imara kwenye mambo mbalimbali? Kwa hiyo mimi naamini tukiintroduce hili mashuleni tutakuwa tuko vizuri. Lakini kama hata mashuleni ikishindikana, basi tutaangalia namna bora hata kwa tunakusanya watoto tunafanya hizi program. Kama tutapata wadau ambao watatusupport kwenye hili, mimi niko tayari kushirikiana na wadau kuhakikisha haya masuala ya ardhi kwa watoto wetu wanapata uelewa, ili mambo mengine, kwa sababu wao ndio wazazi wa baadaye, wao ndio watu wazima baadaye, na wao ndio kizazi cha baadaye. Wakipata na uelewa toka mapema, mambo yatakaa sawa. Okay, shukrani sana. Kwa kuhitimisha, tunapoelekea kuhitimisha, mfuatiliaji wa Scenario TV, bila shaka umepata elimu ya kutosha, lakini Bi Hauza amejaribu kutupa ufafanuzi mzuri sana na mikakati ambayo tayari alishaanza kuhakikisha kwamba at least kama kutakuwepo na Ardhi Club katika shule za sekondari ama misingi, zitawajengea wasichana wanaokuwa sasa hivi uelewa na ufahamu juu ya haki zao za umiliki wa ardhi. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Scenario TV. Tunapoelekea kuhitimisha sasa, kwa kifupi, wewe unafikiri ni kwa namna gani uwezeshwaji wa umiliki wa ardhi kwa wanawake unaweza kusaidia kupunguza umaskini na kukuza kipato kuelekea kufikia dira ya 2050? Kwa kifupi, karibu. Asante sana. Kama tulivyotokea kusema, tuko tunapiga stories zetu hizi. Ardhi ni mtaji. Ardhi kwa sisi tunasema ni sekta wezeshi. Sisi wenye sekta. Tunaita ardhi ni sekta wezeshi. Kama ulivyotangulia kusema kwamba ukitaka kujenga barabara, ukitaka kujenga kuwalima, kufanya maendeleo yoyote yale lazima ufanye kwenye ardhi. Kwa hiyo unaona ardhi ilivyo kiungo muhimu kwenye uwezeshaji. Na kwenye kuwezesha, tunawezesha wananchi mtaji ambao haufi. Sio, unaelewa? Yes. Ni mtaji ambao haufi. Ni mtaji ambao upo, unadumu. Hauwezi ukaenda ukasafiri ukaja ukakuta ardhi yako imehama. Haiwezekani. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza wanawake ili tuwakwamue kiuchumi, wahakikishe wanamiliki ardhi zao kwa hati. Kwa maana kwamba wao wanajitokeza na kushiriki kwenye haya mazoezi ambayo serikali imekuwa ikiyatoa, kwa maana kwamba mazoezi ya kupanga, kupima na kumilikisha maeneo yao. Sasa hivi serikali kama nilivyosema imetoa gharama ndogo sana. Kila mtu anaweza kuzigharamia hizi gharama. Na uzuri mmoja, serikali inaruhusu kulipa hizo gharama kidogo kidogo kwa awamu. Haiwezekani, yani hatukatai mtu akiwa na hela chache, hatusemi kwamba hatupokei. Tunapokea, anaruhusiwa kulipa kidogo kidogo mpaka atakapomaliza. Hii yote ni kufanya nini? Hii yote ni kulenga kuhakikisha kila mtu anapata ardhi, anakuwa na kipande cha ardhi kilichopimwa, kilichopangwa na kilichomilikishwa kwa maendeleo yake yeye na familia yake, lakini na vizazi vijavyo. Na tunapopima hizi ardhi pia tunazipa ulinzi. Hakuna mtu atatoka huko akaja akasema hii ni ardhi yake kama tayari umeipima, umemilikishwa. Kwa hiyo ukishakuwa na hii nyenzo ambayo ni hati, ni moja kwa moja unaenda kukomboa kiuchumi na tunaenda kuondosha umaskini kwa jamii. Lakini naendelea kusisitiza jamii hizi, hasa wakina mama, kwa sababu tunasema kabisa wakina mama ndio unajua wana upendo. Kina mama anaweza akakupata wewe, akakupea wewe hata hiyo. Unaona? Kwa hiyo tukihakikisha huyu mama anamiliki ardhi yake kwa hati, tumemkomboa mwanamama kiuchumi, kifikra, tumemwezesha anajiamini, lakini mwisho wa yote anaenda kukomboka yeye na familia yake. Wow. Hongera sana. Kwa kifupi, ni upi ujumbe wako kwa jamii ya Singida, kwa Wasingida, viongozi wa Singida, wananchi wa Singida, wasichana, wanawake katika mkoa wa Singida kuhusu kupatiwa haki pamoja na haki na usawa katika umiliki wa ardhi kama msingi endelevu? Karibu. Asante.
Uzuri, kuna swali uliniuliza wakati tunaanza kwamba ni nini kilinivutia kuwa kwenye sekta ya ardhi. Nikwambia kwamba kila kitu kinapatikana kwenye ardhi. Na pia serikali imeweka mazingira mazuri sana kwenye kumiliki ardhi. Kwa mfano ukiangalia hii sera yetu ya taifa ya ardhi ya mwaka 95 toleo la 23, ukisoma lengo lake mahususi, naomba nisome. Ukisoma lengo lake mahususi, lengo kuu. Sawa, kuna lengo kuu. Lengo kuu ndio nakwambia kwamba ni kuhakikisha kunakuwa na mfumo madhubuti wa umiliki wa ardhi, usawa katika upatikanaji wa ardhi, usimamizi na matumizi ya ardhi kwa maendeleo endelevu. Kwa hiyo unaona namna gani wadau wote waliokaa wakapitia hili jambo la kuhusiana na ardhi waliliona hili kwamba ili tuweze kuwa na maendeleo endelevu lazima tuwe na usawa katika kumiliki hii keki tulionayo kama Watanzania ambayo ni keki ya ardhi. Sawa? Lakini ukija kwenye lengo mahususi, sawa, hilo lilikuwa lengo kuu au lengo la jumla. Ukija kwenye lengo mahususi anakuambia kwamba ni kuimarisha kwa usalama wa milki za ardhi, kilimo na ufugaji kwa ajili ya maendeleo endelevu. Umeona sekta zote zimeguswa? Lakini ukiendelea sana chini zaidi katika lengo mahususi la 10 wanakuambia kudhibiti migogoro ya ardhi na kuimarisha mfumo wa utatuzi. Hizi zote zimefafanuliwa vizuri sana huko. Lakini kwa nini nimeikoti hivi vitu huku? Sawa? Lakini pia kabla sijaendelea kutoa ufafanuzi kuna kipengele ambacho kinaonyesha kwamba sera imeweka kwamba kuwa na usawa wa kijinsia katika kupata haki za ardhi. Umeona? Kwa maana kwamba serikali imehakikisha kwamba ili kuwa na maendeleo endelevu kwenye nchi yetu lazima kila mtu awe na usawa, haki sawa kwa ajili ya maendeleo. Kisema haki sawa, tunakuja pale sasa msingi jumuishi wa 2050. Zamani tuliwaachia wa baba, lakini sasa hivi wamama na sisi tumepambana tuhakikishe na sisi tunakuwa sehemu ya maendeleo ili kufikia dira 2050. Lakini wito kwa viongozi labda wa mkoa wetu wa Singida. Of course tuna viongozi wasikivu sana. Viongozi ambao wanashaurika. Na viongozi ambao wanapenda kushirikiana. Na ukizingatia kwamba sekta yetu hii ni sekta adhimu sana. Na kwa kuliona hili hata mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Mama Halima Dendegu alishatoa maelekezo pia kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya kuhakikisha kila wiki wanakuwa na siku maalum ya kusikiliza kero. Na unaona kwa hapa Singida ambao sisi ni mashahidi tunaoishi hapa Singida, mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondu anakuwa anasikiliza kero za wananchi kila Alhamisi. Na kumekuwa na matokeo chanya. Kwa maana kwamba migogoro ile imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii yote ni ile dhana ya ushirikishwaji. Lakini pia dhana ya masikilizano. Kwa viongozi tukiwa na masikilizano na tukishirikishana, kila kitu kinakuwa chepesi. Ukiangalia viongozi wetu pia wa siasa, niongelee labda Chama cha Mapinduzi. Sisi tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Tunapokuwa na haya mazoezi, tunawashirikisha sana viongozi. Na wao pia huwa wanatupa mbinu gani tutumie ili tupate matokeo mazuri zaidi. Hiyo yote ni dhana ya ushirikishwaji. Lakini kwa upande wa wananchi, mimi niwaombe wananchi tuondoe zile dhana potofu. Wakati mwingine kuna mtu tu anaweza kaibuka akaamua kupandikiza kitu ambacho sio sahihi kwa jamii. Mimi niombe wananchi wakiwa na jambo lolote wasisite kuja kwenye ofisi zetu kuomba ufafanuzi au kutaka kujua ukweli wa jambo. Hii itasaidia sana kuondosha sintofahamu na migogoro isiyo na lazima. Hilo ndo naamini tukilifanya na kwa kufanya kwa kumtanguliza Mungu, naamini kila kitu kinaenda kuwa vizuri na Singida kweli tunaenda kupindua meza. Asante sana. Shukrani sana. Mfuatiliaji wa Scenario TV, mpaka hapa ndio tamati ya kipindi chetu. Tulikuwa na Bishamim Hoza, ambaye ni kamishna wa ardhi mkoa wa Singida. Ilikuwa tumejadili kwa kina masuala mbalimbali kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hapo Machi
2026. Ameeleza mikakati kabambe namna ambavyo katika kuhakikisha maadhimisho haya yanafana. Wao wamekuja na clinic kabambe, clinic ambayo tadumu kwa takriban siku 5 kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 7 mwezi Machi 2026. Ametupa ufafanuzi. Hakika ni sisi tuna kila sababu kupongeza. Shukrani sana kwa ushirikiano wako mzuri uliotupatia. Hakika wafuatiliaji na watazamaji wa Snada TV wameenjoy na bila shaka wamefurahi elimu uliyoitoa na mawazo yako chanya uliyoyatoa. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki sana. Amen. Na kama jamii ya mkoa wa Singida, hakika wanajivunia kuwa na kiongozi ambaye ni mwanamke shupavu anayemsaidia Dr. Samia Suluhu Hassan, kile ambaye rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kile mkuu wa mkoa wa Singida ambaye ni mama yetu tumempenda, anayetulea vizuri katika mkoa wa Singida, Mheshimiwa Halima Omar Dendego. Labda kama una jambo la kusema la nyongeza, karibu. Mimi nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa ni mama ambaye anajitahidi sana kuhakikisha sekta zote zinakuwa katika mazingira mazuri. Hasa watumishi wa sekta husika hizo wanatengenezewa mazingira mazuri ya kufanya kazi. Hivyo nitoe rai kwa watumishi wote wa umma kuhakikisha tunamuunga mkono mama, tusimwangushe. Anajitahidi, amekuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora kwa kuweka vitendea kazi vizuri kwenye maofisi. Kama mlivyoona, sisi kama sekta pia tulipata bahati hiyo, tulipata vitendea kazi vya kutosha kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Hizi zote ni juhudi za mama. Kama tunasema ni siku ya wanawake duniani, tunaenda kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Lazima kila mtu umpe sifa yake anayostahili. Yale makubwa ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia lazima tumsifie na kumwendelea kumwombea baraka tele. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa ujasiri na amsimamie azidi kuimarika. Lakini kingine pia kwa mama yetu Halima Omar Dendego, ni mama ambaye nashindwa kutafuta maneno mazuri ya kumdescribe huyu mama, lakini ni mama ambaye anafikika. Ni mama ambaye anasikiliza. Ni mama ambaye anashaurika. Kwa hiyo ni muombe aendelee kutusaidia sisi tunaoenda tunakutana na hizi changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa majukumu yetu. Atusikilize, atushauri na sisi tumshauri vizuri, ili basi tuwe ndio kuleta maendeleo yale ambayo anatarajia. Naamini mama huyu anatamani Singida ibadilike kwa haraka, na itabadilika tu kwa ushirikiano huu ambao anatuonyesha. Otherwise wote tunatakia kila laheri na Sauma kubwa. Mpaka hapa ndio tamati ya mahojiano yetu. Nilikuwa nami John Hassan, ripota wako nguvu wa Snada TV. Nyuma ya kamera ni Emmanuel Anton ama Kimael, ambaye anafanya kazi nzuri kabisa kuhakikisha kwamba tuko on air. Na tulikuwa powered by Techno Tanzania, Sanga Glass and Aluminium, bila kusahau Royal Village Hotel na Biosustain chini ya mkurugenzi wake mkuu Sajad. Hizo ni special appreciation that extra intrinsic motivation to us. Thank you. Bye bye.